Karibu tena mpenzi mtazamaji katika kipindi chetu cha mwongozo wa kujifunza Biblia kinachokujia katika channel yetu ya Sakina YouTube. Tuko pamoja na mimi Gwantwa, Matim na Matibia. Tutakuwa tuko kwenye somo la Jumatatu ambalo linasema asili ya kihistoria. Asili ya kihistoria katika somo la Kutoka. Basi kabla tujaanza tuombe. Asante Baba kwa wakati huu wa kujifunza neno lako. Bwana, naomba ukaseme nasi ili tukaweze kuelewa somo hili na kulitendea kazi. Kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, amina. Amina. Umesema asili Ya kihistoria. Asili ya kihistoria. Je, ni mambo gani ambayo tutakutana nayo katika hili somo la Jumatatu? Katika somo hili mwandishi anatupeleka tutazame kihistoria chimbuko la wana wa Israeli kwa kipindi hiki ambacho kitabu kinaanza kuandikwa. Na anatuonyesha kwamba kwanza tunaposoma kuhusu Farao, Farao ilikuwa ni cheo ambacho kilikuwa ni cheo cha mfalme. Sasa walikuwepo farao kadhaa. Hapa nataja mafarao takribani 4 kama sijakosea. Anamtaja farao wa kwanza aliyekuwepo kipindi ambaye hakumjua Yusufu, akiitwa Ahmoz. Alitawala mwaka 1580 mpaka 1546 kabla ya Kristo. Miaka inarudi nyuma kwa sababu tunahesabu kurudi kuelekea kwa kuzaliwa kwa Kristo. Anatajwa pia baadaye alikuja Amenhotep, naye anataja miaka yake hapo 1553 mpaka 1532. Anataja mtawala mwingine ambaye anakuja kuwakandamiza wana wa Israeli, anaitwa Thutmose, ambaye anakuja kutawala 1532 mpaka 1514. Na hatimaye farao mwingine anatajwa akiitwa Hatshepsut. Majina haya ni magumu, ambaye alitawala mwaka 1504 mpaka 1882, yote ikiwa ni kabla ya Kristo. Sasa mafarao hawa wote kwa vipindi vyao tutaona kana kwamba chuki ya dhidi ya Israeli ilikuwa inakuwa taratibu. Anaanza wa kwanza ambaye yeye tu alikuwa atambui kuhusu Yusufu. Anakuja mwingine sasa anaanza ukandamizaji. Anakuja mwingine mpaka anatupa watoto kwenye mto Naili. Kwa hiyo kadri siku zinavyozidi kwenda ndivyo ambavyo vitu vinakuwa vigumu kwa wana wa Israeli kwa kadri mfalme mpya anayekuja. Asante. Kwa mimi ninavyoonaga nikisoma Kutoka ni kama vile tuseme labda mimi nimetafutiwa nafasi mahali, sio? Nimetafutiwa na mtu ambaye namjua, lakini yeye ameitafuta kwa mtu ambaye hanijui. Lakini ninategemea hii connection, yani huu muunganiko unaniweka mimi salama. Kwa namna fulani naona kama vile walikuwa wanategemea watu. Maana tayari yani unajua ukisoma Kutoka unaenda tu mafungu machache afu unakutana akaja farao asiyemjua Yusufu. Kwa hiyo tayari hapo unaona sasa wamepatikana katika ile muunganiko ule waliofanyiwa katika kipindi cha njaa. Sasa wamepatikana kwamba sasa amekuja mtu ambaye hajui sasa makubaliano haya, hajui hata kilichotokea, ni hata kama akikifahamu sio kwamba anakiheshimu kama walivyokuwa wakikiheshimu kipindi hicho. Je, ni kitu gani ambacho tunaona hapa kingine kuhusu hii background yao? Kuhusu hii asili ya kihistoria, kitu ambacho kingine tunakiona. Tunaona kwamba tukisoma Wakorinto wa kwanza, waraka wa kwanza wa Korinto 13 mstari wa 12. Tukisoma labda mtazamaji anaweza kupata kitu. Nasema maana wakati wa sasa tunaona kwa kioo kwa jinsi ya fumbo. Nitarudia. Maana wakati wa sasa tunaona kwa kioo kwa jinsi ya fumbo, wakati ule tutaona uso kwa uso. Wakati wa sasa nafahamu kwa sehemu, wakati ule nitajua sana kama mimi nami ninavyojuliwa sana. Amelinukuu hili fungu kwamba asili ya kihistoria, akimaanisha kwamba kipindi kile historia ya Israeli huko Misri, mwandishi amejaribu kusema kwamba
kuna vitu vingi amesema kuna vitu vingi ambavyo havijafunuliwa. Anasema hiyo ni ingawa maelezo mengi juu ya Waebrania huko Misri wakati huo yanabaki kuwa yamefichwa. Angalau kwa sasa tunayasoma, ila kwa wao kama wao mambo mengi yanabaki kuwa yamefichwa. Ndio maana katika fungu hili anasema kwamba Mungu katika ufalme wake tutayajua yote, asili yote, jinsi kuna mtu ana maswali hapa, mtazamaji, maswali mengi kwamba huko Misri Waisraeli waliwezaje kutunza Sabato. Unaweza akasoma humu asipate ajui ilikuwa kuaje, lakini anasema kwamba kwa sasa yamefunuliwa kwamba tutaweza kuyaona sana. Na anaendelea anasema kwamba ufunuo wa tabia ya Mungu bado unang'aa kupitia kurasa za kitabu hiki, kama unavyofanya kupitia maandiko. Tunaweza kujua kwamba haijalishi mambo yanayoonekana kuwa mabaya kiasi gani, Mungu yupo kila wakati na tunaweza kumwamini katika hali yoyote mbaya tunayojikuta. Unajua unaweza ukajikuta kwenye hali mbaya. Anajaribu sasa kuleta kwenye matumizi maishani kwamba asili ya kihistoria hiyo tunaitazama ni asili ya kihistoria ya Israeli. Sasa hapa kila mtumishi ana asili ya kihistoria yake. Ndio mwandishi anajaribu kutuleta kwamba unaweza ukajikuta ni mtumwa wa mtu mwingine. Yaani mimi hapo najikuta historia yangu ukitafuta unaweza ukajikuta kuna muda nilikuwa mtumwa au mtazamaji fulani alikuwa mtumwa, na au sasa hivi kuna mtu ni mtumwa. Sasa swali linabaki kwake, hivi kweli kuna wakati na mimi nitakuwa na uhuru wa kwamba niende Sabato nisikatazwe, nifanye mambo yangu kwa uhuru, nikisema nisali. Je, hivi kuna wakati utakuja kama huo? Anachojaribu kututia tumaini kupitia asili ya kihistoria ni kwamba Mungu ndiye anayeendesha historia. Yaani historia inaendeshwa na Mungu. Kwa hiyo sisi kama mtumishi hahitaji sana upigane na mtu kwa ngumi. Unajua kuna watu unafika tu unaweza watu wanakunjiana ngumi. Anajaribu kubadilisha historia, labda umezalaulika sana. Sasa unasema mimi sitaki kuzalaulika. Lakini muda wa kuheshimishwa na Mungu utaletwa, na muda wa kudharauliwa utakuja. Kwa hiyo cha msingi ni kuwa mtii na kumtumainia nani? Mungu. Asante mwalimu. Asante. Kaka Machibia, una niongeza yote? Historia mwandishi anaianzia mbali, anaanza kukuturejesha kwenye kisa cha Yusufu, namna ambavyo alikuwa ni kinara kipindi chake kwa msaada wa Mungu, namna ambavyo Farao alimwamini hata akampatia madaraka yake, kumpatia pete yake ya kugonga muhuri. Lakini mambo yanabadilika. Kitu ambacho tunajifunza kwenye maisha yetu, yule mtu ambaye ni tegemeo lako sasa, ukimtumaini sana mwanadamu, pengine kuna kipindi anaweza asije kuwepo. Wakati mwingine tumetumainia sana vitu, mali tulizonazo, marafiki, wakati mwingine hivyo vitu vitatoweka. Lakini kitu pekee ambacho kilidumu kuwa kwa Waisraeli ni Mungu wao, ambaye katika kipindi chote cha utumwa walidumu kuwa naye. Huyo ndio ambaye hata sisi kama tukijitegemeza kwake, haijalishi tutapitia vipindi gani, haijalishi Farao wa aina ngapi watapita hapo katikati, lakini hatimaye tukimtumaini Mungu atatuvusha katika vipindi vyote. Amina. Nashukuru sana wenzangu hapa na pia mpenzi mtazamaji. Karibu tena kwa kujifunza tena siku nyingine. Kwa leo tutakuwa tumeishia hapa, asili ya kihistoria, katika ile somo letu la utangulizi, ukandamizaji, usuli na kuzaliwa kwa Musa. Basi tuombe. Asante Baba kwa kutufundisha kupitia neno lako. Bwana, tusaidie maneno haya tukaweze kuyatendea kazi, na pia yakatusaidie katika safari yetu ya kwenda mbinguni. Kwa jina Bwana wetu Yesu Kristo, amina. Amen.